Kupitia hotuba aliyotoa jana ambapo ni Machi 2 mwaka 2026, Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Faustini Mafwele, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai katika polisi kanda maalum Dar es Salaam, katika mkutano na polisi kata 102 kutoka mikoa ya kipolisi Ilala, Kinondoni na Temeke, bwalo la polisi kanda maalum Dar es Salaam, barabara ya Kilwa Temeke, Mafwele amewataka polisi kata kuimarisha ushirikiano na jamii zao. Anasema ushirikiano huo utawezesha kupata taarifa za uhalifu mapema kabla haujatendeka na hivyo kudhibiti matukio ya jinai. Faustini Mafwele ambaye ni mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda maalum Dar es Salaam alizungumza waziwazi akisema, nitawataka polisi kata wote kuzijua vizuri kata zenu kwa kutambua mipaka ya kijiografia, shughuli za kiuchumi zinazofanywa katika eneo lako, sambamba na kutambua makundi yote muhimu yaliyopo katika maeneo yenu, kwani kupitia ushirikiano na makundi hayo kutawasaidia kupata taarifa mbalimbali zikiwemo taarifa za uhalifu ambazo zitatumiwa na jeshi la polisi kudhibiti matukio ya kiuhalifu katika maeneo hayo. Aidha, aliwataka kutumia nafasi yao ya karibu na jamii ili kutengeneza fursa za kiuchumi kulingana na eneo lao na kujenga uaminifu kwa kufanya kazi kwa bidii, kuzingatia maadili ili wananchi waweze kutoa taarifa za uhalifu na hata za ukatili. Hotuba hii inaungana na falsafa ya polisi jamii, yani community policing, ambapo Tanzania imekuwa ikitekeleza tangu miaka ya 2000 ili kuimarisha uhusiano wa kati ya polisi jamii na kupunguza uhalifu kwa kutoa taarifa za mapema na kujenga imani. Mkutano huo ulilenga kuboresha utendaji wa polisi kata na kuleta matokeo chanya katika maeneo ya Ilala, Kinondoni na Temeke ambapo uhalifu kama wizi, rushwa na matukio ya kijamii ni ya kawaida kabisa. Falsafa ya polisi jamii inahitaji polisi kujenga uhusiano wa karibu na jamii na kujua maeneo, shughuli za kiuchumi kama biashara, madini au mazao, na makundi muhimu kama viongozi wa dini, wafanyabiashara, vijana au wazee. Hii inafaa na data za kimataifa. Nchi kama Singapore pamoja na UK zimefanikiwa kupunguza uhalifu kwa 20% mpaka 30% kupitia ushirikiano na jamii. Na nchini Tanzania, mpango wa polisi jamii umekuwa ukitekelezwa chini ya jeshi la polisi na mafanikio katika maeneo kama Dar es Salaam, ambapo polisi kata hufanya vikao na jamii ili kushauri usalama. Mafwele anasisitiza hili ili kudhibiti uhalifu kabla haujatokea, ambapo kuna mkakati wa intelligence ready policing. Lakini uchambuzi wa kina unahitaji kuangalia muktadha mpana. Dar es Salaam inakabiliwa na changamoto kama uhalifu wa vijana, rushwa katika trafiki na matukio ya ukatili wa kijinsia au kisiasa. Ushirikiano wa kijamii unaweza kusaidia, lakini inahitaji imani ya kweli, na hapo ndipo swala linazidi kuwa tata. Kauli hii ya Mafwele inakuja wakati ambapo jina lake limekuwa likizungumzwa sana mitandaoni na vyombo vya habari vya kimataifa. Ripoti za BBC Africa Eye Februari mwaka 2026 pamoja na Human Rights Watch na wengine zinamshutumu Faustini Mafwele kwa kuhusika na vitendo vya ukatili, utekaji nyara, mateso na hata mauaji ya watu wasiojulikana au kupinga serikali. Kwa mfano, kesi za wafuasi wa upinzani, wanaharakati wa Kenya na Uganda kama Boniface Mwangi na Agatha Atuile mwaka wa 2025 na madai ya kuongoza genge la uhalifu ndani ya polisi. Shutuma hizi zimeenea sana kwenye mitandao kama Twitter, Instagram na Facebook, na baadhi ya vyanzo vinasema 90% ya waliotekaji nyara au kuuawa wanamtaja Mafwele. Rumors za yuko wapi Mafwele zimekuwa zikizunguka mitandaoni, labda kutokana na shutuma hizo au kutoonekana hadharani. Kuonekana kwake jana kunaweza kuwa jaribio la kutoa picha chanya au kuondoa dhana hizo. Anazungumza kuhusu uaminifu, maadili na ushirikiano, wakati shutuma zinapingana na hayo. Hii inaonyesha mgongano mkubwa. Upande mmoja, hotuba inafaa na sera rasmi ya serikali na jeshi la polisi. Upande mwingine, shutuma za kimataifa zinaonyesha kuwa imani ya jamii kwa polisi inaweza kuwa chini, hasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025 na migogoro ya kisiasa. Ushirikiano na jamii ni mkakati mzuri na muhimu kwa kudhibiti uhalifu, na data za kimataifa zinaonyesha inafaa. Mafwele anatoa ushauri sahihi, kujua eneo, makundi na kujenga uaminifu. Hii inaweza kuleta matokeo chanya katika kata za Dar es Salaam. Hata hivyo,
Ili ushirikiano uwe mzuri, polisi wanahitaji kuwa na sifa safi na uwazi. Shutuma za haki za binadamu dhidi ya Mafwele na wengine hazijachunguzwa kwa uwazi, na hii inaharibu amani pamoja na imani. Serikali inahitaji kuchunguza shutuma hizo kwa uhuru, kama kupitia tume huru au kimataifa, ili kujenga uaminifu halisi. Bila hiyo, hotuba kama hii inaweza kuonekana kama PR au kujaribu kurekebisha taswira, wakati shida za msingi zinaendelea. Tanzania inahitaji polisi jamii ya kweli, si tu kauli, bali vitendo vinavyoonyesha maadili pamoja na uwajibikaji. Wasikilizaji, ili ni suala la usalama na imani ya jamii. Ushirikiano na ufunguo, lakini unahitaji msingi wa haki na uwazi. Tutafuatilia maendeleo ya polisi jamii na shutuma hizi. Asanteni kwa kusikiliza. Maoni yenu mnaweza mkaacha hapo chini kwenye komenti. Mnaonaje kuhusiana na sakata hili la